change. Wanachebukube pia. And we need change right now. And enough is enough. We are fed up with the county government or the organization of Bernard Makoha in Chebukube. Nikianza ya kwanza ninasema hivi, nitashukuru gavana wetu Lusaka ambayo amepanga ofisi yake upya kwa siku ya leo. Ninasema nini wana Chebukube? Gavana tosha! Ninasema nini wana Chebukube? Gavana amepanga ofisi kwa wakati unayofaa, kwa saa ambayo inayostahili. Tunataka ya kwamba saa hii mtu ambaye tumeletewa katika ofisi ambaye amechukua nafasi ya Wambua ambaye wametusi majina yote kwa ajili ya uongozi ya Chebukube afanye kazi kulingana na katiba ya Kenya. Na afanye kazi kulingana na sheria ya Bungoma County. Na tukimaliza kwa hiyo ya tatu nitasema hivi, uongozi si ya mtu mmoja katika county. Uongozi ni ya watu wote na uongozi ni ya kila mtu. Tukitoa ubinafsi tunasema ya kwamba kila mtu ana haki ya kuwania kiti mali alipo. Hatutaki kujua walitoka wapi. Sisi kila tunataka ni good governance. Na ninashukuru gavana wetu tena kwa siku ya leo, tukisema ninajua ya kwamba uchaguzi ni tarehe 23 au sio? Uchaguzi ni tarehe 23 au sio? Tunasimama tukijua on Thursday tunapata change. Thursday asubuhi na mapema tuko kwa uwanja. Tunataka mabadiliko. Na tunashukuru ofisi ya trade sana kwa kujua katiba ya Kenya. Na wafuatilie katiba ya Kenya na wafuatilie haki ya kila mmoja Mkenya. Na hayo tukitenda hayo tutapata haki kwa kila mmoja. Bernard, nakuambia ya kwamba kaunti ya Bungoma si yako. Huwa anasema atieseso mwana Makoha na pinera Chebukube. Silingi chao chali mochinga buchebukube. Esoko wangamati ya kulane chisilingi cha Bungoma County. Esoko bomba hane chisilingi cha national government. Andi tunajua ya kwamba hii Kenya ni ya kila mmoja. Sisi hutoa ushuru kwa wakati unayofaa na tunajua kwamba tutatoa ushuru na tunataka tuongeze Bungoma ipanuke kwa kazi ambayo tunaenda kuianza on Saturday very early in the morning. Tutaambia soko zote tukusanyike kwa soko ya Chebukube, tufanye biashara kwa njia inayofaa na trade ipate ushuru kwa haki. Fanya biashara wa Chebukube. Ninapoongea nimefanya Chebukube biashara kwa miaka 25. Chebukube hii ni soko yetu. Lakini tumeongozwa na familia moja. Tunapoongozwa na kiongozi aliye chairman wetu Bernard Makoha. Tukiwa na treasurer wetu Anton, inapatikana ya kwamba Anton ni mke wa Bernard. So tumechoka na soko moja. Ni familia ya mtu moja. Tunapokuwa na kitu, inabaki ni kitu ya familia moja. Sisi kama soko ya Chebukube, tumechoka na vitu tatu. Kitu number 1 ni ufisadi. Kitu number 2 ni ubinafsi. Kitu number 3 ni ukabila. Ninapoongelea upande wa ufisadi, mimi kama Brenda nimekuwa kwa ofisi ya Bernard kwa miaka 10. Nikiwa nasimamia idara ya samaki. Bernard huyu apendi akisema kitu asahihishwe. Akisema amesema na ni yeye ndo final. Liwe libaya hataki kukosolewa. Hapo ndipo tulikuja tukakosana. Bernard huyu alisema ya kwamba ukiwa Mjaluo, ukiwa Mkikuyu, ukiwa kabila ingine kwa soko ya Chebukube, usistahili kusema kitu chochote. Yeye ndiye kusema, yani ameleta ukabila ya kwamba kama wewe sio Mbukusu haustahili kukua soko ya Chebukube. Na sisi leo tumechoka na hiyo ukabila yake. Tumechoka na ubinafsi yake.
Bernard, soko ya Chepkube wakati ilinunuliwa, alitutisha kwa kila mumama shilingi 500. Kila mumama aliweza kutoa shilingi 500. Baada ya mwezi mmoja akakula hiyo 500 ikaisha, akakuja tena akatuambia ya kwamba tutoe shilingi 12,500 ndipo uweze kupewa pale nafasi. Bernard huyu aliweza kusanya watu kutoka Tongaren, watu kutoka Kabla, watu kutoka sijui wapi, akileta soko ya Chepkube. Wakaanza kujenga pale vibanda za mabati. Aliye Bungoma 2022 aliona hayo. Wakati alianza kujenga hizo vibanda, akasema ya kwamba kama wewe ni kabila ingine haupewi nafasi. Hapo hivyo mimi mwenyewe kama Brenda niliweza kukuandika mabarua, nikakuja hapa kwa ofisi, nikapeleka kwa gavana barua ingine, nikapeleka kwa market mistress barua ingine, tukaweza kusaidiwa, tukajengewa soko. Bernard, leo hii hizo stores nikiongea sasa hivi, kama ninadanganya, kama kuna store ya Chepkube huwa inatoa pesa kwa kaunti hapa, nitakuwa labda ninasema uongo. Soko ya Chepkube ilikaa dormant. Zile stores hazifanyi kazi. Zile stores hazitoi ushuru. Baki ya kwamba sisi kabila zingine wenye tulipata pale store hatuwezi kufanyia hapo kazi. Kama stores zile zilikaa pale kama ni maua. Sisi tunaomba change, tubadilishe kiongozi ili stores zetu ziweze kufanya kazi. Mimi kenye ningependa tu kuambia mbunge wetu, tafadhali usiangalie watu 10 ambao wanakuja mbele yako na hoja ya Chepkube ambaye hakuna. Chepkube imebeba watu zaidi ya 3,000. Na hao zaidi ya watu 3,000 wanalia. Na bado unahitaji kura zetu. Sasa tunaomba kwamba bwana MP tenda haki kwa kila mmoja na kila mmoja aweze kuridhika. Ngoja kutendea watu 10 peke yake haki na tunaomba hiyo. Ya pili, mimi nikiongea kwa Bernard, mimi nilikuwa vice wake kwa ofisi. Nilifanya na chairman kazi kama mwaka moja, lakini nilitosheka. Wakati mambo inatokea kuja kwa maofisi, wakati kama ndio watu kupatia watu pesa na nini, Bernard akwiti, anaenda peke yake na mama Fei. Na wakati kuna shida imetokea Chepkube ambaye inakana asuluhishe, Bernard ananitafuta mimi penye niko, mwenda asuluhishe hiyo shida. Alikuwa ananitumia kama carpet yake ambaye anapangulia miguu. Na ilifai kuja mahali nikasema Bernard, enough is enough. Ya tatu, ofisi ya trade iligapeana maduka ya kwamba wafanye biashara. Bernard mmoja ulipiga meza kusema kwamba kama wewe sio mtoto wa Makoha, hizo maduka zitafunguliwa. Na zikabaki mpaka na waleo. Na wakati ni sasa, kama sio sasa ni sasa hivi. Tunataka change. Tunataka soko ya Chepkube changamuke. Ya 4, kitambo tulikuwa na kwenye biashara walikuwa natoka Webuye Kimilili kila mahali wakileta bidhaa zao Chepkube. Ushuru ya kaunti ilikuwa inapanda, lakini Bernard alikanyagia chini akisema kwamba kuna kabila ingine hakuna mtu yote atakuja kufanya biashara ya Chepkube. Ndio maana Chepkube iko dormant, haina pesa, wafanya biashara wanashinda kilia. Tunataka nini? Tunataka nini? Change ni kutoa Bernard kwa ofisi. Ya 5, Bernard ulikuwa siku 14 ya kuchagua mtu ambaye unaweka kwa nafasi yako kama sio binafsi. Walikwambia weka mtu kwa nafasi yako kwa sababu wewe umeongeza zaidi ya miaka 16. Wakakwambia chagua mtu kwa nafasi yako. Lakini Bernard ulikataa kuchukua barua ukaweka kwa kitanda yako kwa bedroom yako. Mpaka sasa hii unakimbia kwa ofisi ya kwamba usimamishe uchaguzi. Tumekataa, tumevumilia kutosha. Sheria ichukue mkondo wake. Chepkube ni kila mtu, si Bernard peke yake na familia yake. Na mimi ndio nimekuwa na misuli ya kung'oa huyu kijana ama mwanaume anaitwa Bernard Makoha, ambaye alikuwa amemea sana kwa kiti ya uchea pale soko ya Chepkube. Wewe Bernard Makoha, ninakuambia ya kwamba ikifika siku ya Alhamisi ninaingia kwa ofisi asubuhi na mapema.
Mheshimiwa William Ruto alikuja katika tauni yetu ya Bungoma. Wakati ulienda kwa ofisi ya gavana ulipewa shilingi 1500 ya hao wa mama. Lakini wewe ulikula hizo pesa, wewe na Mama Fei na huyo treasurer wako anaitwa Anthony. Hiyo pesa ilikuwa si yako, ilikuwa ya wamama. Jambo la pili, wewe ukatengeneza propaganda juzi, ukaenda kwa gavana. Nashukuru sana gavana. Gavana akiambiwa kitu anatenda. Pigia gavana makofi mazuri. Wewe ulipoenda kwa gavana ukamwambia soko ya Chebukube wanahitaji hasi, na ukapewa na gavana shilingi 1300. Ukakula pesa hizo wewe na Mama Fei pamoja na Anthony pamoja na mzee mwingine wa Tumba anaitwa na Munyu. Unawaambia kwamba tunataka hizo pesa. Na hauna ruhusa kwenda kwa gavana kuitisha hasi, na sisi hatuko tayari kukufa. Sisi ni watu wa Kristo. Jambo la tatu, wewe Bernard, wakati soko ya Chebukube ilitengenezwa, umejipiga kifua kwamba wewe ndiye ulisaidia soko ikaonekana. Wewe kwanza haukukuwepo, ni sisi tulipigania soko ya Chebukube tukahakikisha ya kwamba imenunuliwa. Sasa unasema ya kwamba wewe mtoto ya Makoha, soko hiyo ni nyumba yako. Ati unanitishia na ukisema ya kwamba ati usipo ingia kwa kiti utaniua. Wewe unaweza niua kweli wewe Bernard? Anaweza niua kweli? Anaweza niua kweli? Mimi kama mchungaji ninakuambia wewe Bernard ya kwamba ucharu wako umeisha. Umefunga stone za Chebukube miaka 3 iliyopita. Kaunti ya Bungoma haijapata revenue, haijapata pesa. Mashtaka ya kwanza inafaa ufungwe nayo ni ya kuzuia kaunti isipate pesa. Tutakupigia hesabu miaka 3 ni pesa ngapi hii ofisi ya county government imepoteza pesa ngapi, na tukufungulie mashtaka na tukufunge. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wewe unasema ya kwamba Mika anaongoza chokora. Nini ni machokora? Bernard, wewe unaita wanachebukube machokora? Wewe unaita wanachebukube machokora? Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Jambo la mwisho, sikiza wewe Bernard, wacha kuchosha deputy governor. Amepewa kazi ya kufanya. Leo asubuhi umerekewa kwa ofisi yake kumkoroga ili abadilike, lakini najua yule mama ambaye ni mchungaji kama mimi tutahubiri pamoja. Yeye anaelewa propaganda zako hatutaki. Jambo la mwisho, tulipokuja hapa kwa trade tukakaa tukaambiwa tukasomewa katiba, mtu inafaa uende tamsi ngapi? Bernard ameenda tamsi ngapi? Ameenda tamsi ngapi? Amewachosha hajawachosha? Amewachosha hajawachosha? Sasa ninasimama mahali hapa nikisema ya kwamba Bernard, wewe wakati uliambiwa chagua mtu, ukaambiwa viongozi, ukawaita majina, ukatukana chief, ukamwambia wewe ndio bosi wa Chebukube, lakini nakwambia kwamba chuma chako chi motoni. Mimi kama Mika na kama mimi kama chair mtarajiwa wa soko ya Chebukube, ninakwambia kwamba kuna siku ulifukuza gavana alipokuja Chebukube, ukamfukuza gavana Lusaka. Mimi nililia sana, ukamtusi matusi, ukasema yeye hakusaidia soko kupatikana. Gavana ameng'ang'ana na sisi. Nakwambia ya kwamba mimi nikiingia kwa ofisi hakuna mwanabiashara kutusi viongozi wetu. Kwenye kampeni yenu kwa amani. Sababu baada ya kampeni, baada ya kupiga kura zenu, maisha yataendelea. Na msilete uadui, whichever teams, hata ile timu ikiwashinda, work together. Ninyi mkishinda, fanyeni na hawa haja pamoja. Ninyi wote ni watu wetu na tunataka amani, amani, amani. Ninyi ni wafanya biashara. Bila amani mtaamka mwende kazi? Hapana. Nyinyi wote ni watu
watu wangu. Hii timu ni yangu. Ile timu ingine ya Bernard bado ni yangu. Yule atashinda ndio mimi nitafanya na yeye. Mimi sitaki kuingilia uchaguzi wenu. Fanyeni uchaguzi wenu kwa amani. Yule mtachagua, mimi nitafanya na yeye kazi. Hakuna propaganda ya kusema mimi nimeunga huku, nimeunga huku. Tuko sawa? Wote ni watu wangu. Let's have a level playing ground. May the best candidate win.